Jitoe kwenye vifungo vya familia. Jinasue kwenye vifungo vya familia. Kama kuna kifungo kibaya kwenye maisha ya mtu, ni kifungo cha familia. Kama kuna kifungo kinachoweza kung'ang'ania maisha ya mtu, ni kifungo cha familia. Kifungo cha familia kinaweza kukukatalia kumiliki vitu fulani. Kifungo cha familia kinaweza kukuwekea mpaka wa kuishi, mpaka wa kumiliki, watu wa kukutana nao, maisha yako, historia ya kubadilika kwenye maisha yako, unakuta imewekewa limit kwa sababu ya kifungo cha familia. Kifungo cha familia ni msingi wa kila kitu kwenye maisha yako. Ikiwa kwenye familia kulikuwa kuna msingi mbaya, basi tegemea kitakachozaliwa juu au kitakachotokea juu kitakuwa kinaendana na level ya msingi uliowekwa. Ikiwa msingi katika familia yako uliandaliwa wa kujenga nyumba ndogo, huwezi ukaweka gorofa. Huwezi ukaweka gorofa kwa sababu msingi unakataa. Wengi tumezuiliwa na vifungo vya familia. Wengi mmezuiliwa na vifungo vya familia. Ni kweli kabisa una juhudi nyingi katika kutafuta. Ni kweli kabisa una muonekano mzuri. Ni kweli kabisa una historia fulani ambayo unatamani uikamilishe, lakini kifungo cha familia kinasema kwetu hakuna mtu wa kumiliki, hakuna mtu wa kupata vitu hivyo, hakuna mtu wa kuolewa kwa ndoa, hakuna mtu wa kuolewa bila kuzaa, hakuna mtu wa kupata kazi, hakuna mtu wa kumiliki, hakuna mtu wa kufika level fulani ya elimu. Kifungo cha familia kinasema haiwezekani. Unajitahidi kupambana, unajitahidi kufanya juhudi zote, kifungo cha familia kinasema kwetu haitawezekana. Unaona kama unapambana mwenyewe kwa juhudi na mapambano mengine, lakini kumbe unapambana na miungu kwenye familia. Misingi iliharibiwa, misingi ilikosewa, misingi iliwekewa vitu vibaya, iliwekewa madhabahu, iliwekewa matambiko, iliwekewa miungu, iliwekewa kiti, iliwekewa kurithi mikoba na kuunganishwa na mila na mizimu. Kwa hiyo unajikuta unapambana, unaenda huku na kule, unasema nijaribu huku na kule. Msingi wa familia unakukataa. Ni kwa sababu gani? Msingi wa familia ukiwa unakukataa, huwezi kutoboa, huwezi kufanyikiwa. Ni mpaka umeenda kushughulikia msingi ule. Ni mpaka umeenda kuusemesha ule msingi na kukumbusha nyakati za Gideoni. Mungu anamwambia nataka nikutumie, lakini anamwambia lazima uende ukavunje madhabahu ya baba yako. Lazima uende ukaiangushe madhabahu ya kwenu, kwa sababu hiyo itazuia mimi kukutumia. Hiyo itazuia mimi kufanya agano na wewe. Hiyo itazuia mimi kusema na wewe. Kuna wakati misingi ya tulikotoka, misingi ya familia yetu, familia zetu, inazuia Mungu kutufanyisha maagano mapya. Inazuia Mungu kukutana na sisi kwa ukubwa. Biblia inasema kwenye kitabu cha Mathayo sura 27 na ule mstari wa 25, watu wote wakajibu wakasema, damu yake na iwe juu yetu na juu ya watoto wetu. Hichi ni kipindi ambacho Yesu alikuwa ameandikiwa shtaka la kuhukumiwa mauti kwa njia ya msalaba. Watu walipokuwa wanashinikiza Yesu kuuawa, yule mfalme ambaye alikuwa ni Pilato wakati ule, alipokuwa anajaribu kuangalia kosa la Yesu ni nini, alipokuwa anajaribu kuangalia Yesu amekosea nini, hakuona jambo lolote ambalo Yesu alikosea. Lakini watu wakasema auawe, na kama tumefanya makosa basi damu yake iwe juu yetu na juu ya watoto wetu. Wakati huo watoto pengine hawajazaliwa, lakini tayari wameshaingiziwa matatizo pasipo wao kujua. Tayari wazazi wamekubali kuingia agano ya kwamba damu ya Yesu, kama ni kwa hatia tumefanya, basi iwe juu yetu na juu ya watoto wetu. Maana yake ni kwamba kama tumeongea uongo au tumeshinikiza uongo, basi mapigo yatupige sisi na watoto wetu. Wakati huo watoto hawajahusika. Wakati huo watoto hawajahusika kwa jambo lolote, lakini tayari maovu yanawafuatilia. Tayari maovu yanawafuatilia. Tayari maovu yanawafuatilia. Maovu yanafuatilia, maovu yanang'ang'ania, maovu yanatafuta, yanasema ni hapa, ni hapa, ni hapa, ni pale. Wafalme wa Pili 17:17. Wakawaapisha watoto wao waume na wake motoni, wakipiga ramli, wakafanya uchawi, wakajiuza nafsi zao wapate kufanya yaliyo maovu machoni pa Bwana, hata kumkasirisha. Kwa kuna watu ambao wanaapisha watoto hata kabla ya watoto kuzaliwa. Watoto wameshaapishwa ya kwamba mtakuwa na Mungu huyu, mtakuwa na miungu hii, mtakuwa na madhabahu hii. Mnaingia kiapo bila ninyi wenyewe kuwa na hiari yenu. Miungu inang'ang'ania, miungu ya kifamilia inang'ang'ania.
Unajikuta huko mjini unawaza na unaota ndoto ni kama unafanya lamli, unafanya uganga, unafanya mila fulani, unaota mambo ya ajabu, vitu vya ajabu. Ni kwa sababu madhabahu za familia zinakung'ang'ania. Madhabahu za familia zinasema tuna agano na wewe, tuna mpango na wewe. Unasema Mungu inakuaje? Miungu inakung'ang'ania. Miungu inasema wewe ni wa kwao, kwa sababu wazazi waliingia agano hilo. Pengine sio wazazi, lakini pengine kizazi cha nyuma kilikuwa kimeingia. Kizazi cha nyuma kabisa kilikuwa kimeingia bila nyie kujua. Kizazi cha nyuma kilikuwa kimejiunganisha. Kilipojiunganisha kikasema kwamba vizazi vinavyoendelea vyote basi viunganike na hayo, viunganike na mpango huu, viunganike na kitu hiki, viunganike na maagano haya. Biblia inasema hivi kwenye kitabu cha Kutoka 25, usimsujudie wala kumtumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, ninawapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Mungu anasema anawapatiliza wana maovu ya wazazi wao, kizazi cha kwanza, cha pili, cha 3 mpaka cha 4. Mengine unayoyapitia ni kwa sababu ya kizazi cha 4 nyuma yako. Kizazi cha 3 nyuma yako kilikuwa kimeharibu, na hapakuwa na mtu anayeweza kutengeneza. Hapakuwa na mtu anayeweza kutengeneza. Hapakuwa na mtu anayeweza kutengeneza, anayeweza kuondoa hizo madhabahu, anayeweza kuvunja hayo makongwa, anayeweza kuvunja hiyo iliyokuwa imeunganika. Nami nakuombea Mungu akakufanya wewe ukawe kuhani wa familia. Mungu akakufanya kuwa wewe kuwa kuhani wa familia. Mungu akakufanya wewe kuwa kuhani wa familia, ukawapatanisha watu na Mungu, ukawapatanisha watu na Mungu wa mbinguni, na ukavunje kila madhabahu ambayo ipo kwenye familia. Biblia inasema hivi kwenye kile kitabu cha Isaya 59:16, akaona ya kuwa hapana mtu, akastaajabu kwa kuwa hapana muombezi. My God, basi mkono wake mwenyewe ndio uliomletea wokovu, hata haki yake ndio iliyomsaidia. Mungu akawa anatafuta ni nani anaweza kusimama, kwa sababu hakuona muombezi kwenye mafamilia, kwenye jamii. Watu waliopata majibu ni kwa sababu ya nguvu zao wenyewe, ni kwa sababu ya kujipambania wenyewe, lakini hakukuwa na muombezi kwenye familia. Tunahitaji Mungu azalishe waombezi wa familia, watu watakaoondoa maagano ya familia ya giza na kuwapeleka kwenye maagano ya Mungu yaliyo mema. Tunahitaji watu ambao wanaweza kuingiza agano jipya ndani ya familia. Tunahitaji watu ambao wanaweza kuingiza maagano mapya ndani ya familia na kuvunja maagano yote ya kwanza. Maagano ya familia yamekuwa kitesa maisha watu. Wengine familia zetu zina maagano ya ulevi total kabisa, watu walevi kabisa, hawabadiliki. Roho za zinaa zimekuwa kwenye familia. Roho za umasikini zimekuwa kwenye familia. Roho za kutokuoa na kuolewa kwa heshima zimekuwa kwenye familia. Roho za kuishia mahali fulani kielimu zimekuwa kwenye familia. Roho za magomvi, kuna familia zina magomvi yaishi. Na ukiangalia historia ya magomvi haijaanzia kwa hao, haijaanzia nyuma. Fulani na fulani walikuwa wapatani, walikuwa nagombana, na hata walioendelea wamejikuta wapatani. Misingi ilikuwa imeharibiwa. Misingi ilikuwa imeharibiwa. Biblia inasema kwamba kama msingi umeharibika, kama misingi imeharibika, imebomoka, mwenye yake atafanya nini? Kama msingi umeharibika, mwenye yake anaweza kufanya nini? Kwa hiyo leo tunataka tuimarishe misingi. Na kama kuna mahali popote ambapo adui alikuwa ameweka maagano yake kwenye misingi ya asili ya kwenu, leo tunaenda kumwambia Mungu, tunaenda huko. Haijalishi ni kwenye miamba, ni kwenye milima, ni kwenye mabonde, ni kwenye maji, ni kwenye visima, ni kwenye bahari, ni kwenye visiwa, ni kwenye mito, ni kwenye maziwa. Tunaenda huko. Tunavunja kongwe la asili. Tunaiachilia damu ya Yesu inene mema. Tunaiachilia damu ya Yesu inene mema. Ikiwa unasikia nguvu ya Mungu katikati ya ujumbe huu, nisaidie kuungana nami katika maombi na nitakao kuwa na kuongoza. Ni muhimu sana kuomba toba na rehema, kwa sababu toba na rehema ndio mlango wa kwanza unaoweza kutufanya tupate walali wa kiroho. Toba na rehema ndio jambo la kwanza
linaloweza kutufanya tupate lango la kumfuata Bwana. Haleluya. Lango la rehema ndio linaloweza kutufanya tumuelewe Mungu na tupokee vya Mungu. Kitabu cha Ezra 8:15, nikawakusanya penye mto. Anasema akawakusanya kwenye mto, lakini Ezra 8:21 anasema ndipo nikaamuru kufunga hapo penye mto Ahava, ili tupate kujinyenyekeza mbele za Mungu na kutafuta kwake njia iliyonyooka kwa ajili yetu sisi wenyewe na kwa ajili ya watoto wetu na kwa ajili ya mali zetu pia. Tunahitaji kutafuta njia. Njia hakuna inayopitisha mema, njia hakuna inayopitisha baraka. Imekuwepo njia ya kupitisha maovu tu, imekuwepo njia ya visasi vya damu, imekuwepo njia ya uharibifu, imekuwepo njia ya umasikini, imekuwepo njia ya magonjwa ambayo wengine waliumwa huko nyuma, na hata wengine wanaumwa magonjwa aliyomuua bibi, babu, shangazi, mjomba, na anamfuatilia na mtu fulani kwenye familia, na pengine hata wewe anakufuatilia. Kuna ugonjwa ambao alikufa nao ndugu yako fulani, na hata wewe anakufuatilia. Kuna magonjwa ambayo alikuwa anauma fulani, na wewe anakufuatilia. Kisukari, presha, kansa, magonjwa ya kichwa, magonjwa ya moyo, magonjwa ya mauvimbe kwenye matumbo, magonjwa ya matatizo ya miguu, magonjwa ya macho yalikuwepo, na wewe anakufuatilia. Alafu na yakubali tu. Ukiendelea kuyakubali, tambua hata uzao wako yataendelea. Ukiendelea kuyakubali, yataendelea kuendelea, familia mpaka familia, kizazi mpaka kizazi, mpaka utofauti uliopatikane ni mpaka amepatikana muombezi kwenye familia, ni mpaka amepatikana kuhani atakaye simama na kusema kwamba ili agano kuanzia leo linavunjika na tunainua agano jipya kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Mungu na akusaidie. Mungu na akutie nguvu. Tunamhitaji Mungu atupe neema yake. Tunahitaji rehema na toba ili Mungu atupe neema mpya. Tunahitaji utakaso ili Mungu atusaidie. Basi wakati huu sasa, chukua hatua. Kama uko nafasi nzuri, piga magoti, mwambie Mungu, natubu kwa ajili ya familia yangu, natubu kwa ajili ya ukoo wetu. Na unautaja ukoo wenu kama una jina la ukoo. Natubu kwa ajili ya baba, mama, natubu kwa ajili ya babu, unatubu kizazi hata kizazi. Lango la toba ndio linafanya hatia zote, yale yote ambayo alikubaliana na yale yote ambayo alikuwa yameandikwa kama ni lazima na ni haki, toba inayafuta. Toba inakupa njia. Na ndio maana hata kama tumechafuka na dhambi nyingi, Mungu anasema hatuoni wala hatusikii, lakini tukiomba rehema na toba, njia inapatikana. Biblia inasema kwenye kitabu cha Isaya 59 mstari wa 1 wa 2 na kuendelea, anasema kwamba sikio la Mungu sio zito hata lishindwe kusikia, wala mkono wake sio mfupi hata ushindwe kuokoa, lakini maovu yetu wanadamu yametufarakanisha na Mungu hata ameshindwa kusikia. Lakini tukienda mbele zake kwa toba, tukienda mbele zake kwa toba, kwa kumwambia Mungu tunatubu, kwa kumwambia Mungu tunaomba rehema, kumwambia Mungu kwamba tunaomba msamaha, tunaomba uturehemu, tunaomba ututakase, tunaomba utusamee, tunaomba utuhurumie. Mungu ni wa rehema. Mungu ni wa rehema. Mungu anasamee maelfu kwa maelfu. Mungu anasamee, Mungu anarehemu. Mungu anarehemu kabisa, anarehemu, anaosha, anatakasa kabisa. Mungu ni mwingi wa rehema. Kutoka 26 anasema, nami na warehemu maelfu elfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Mungu anarehemu maelfu kwa maelfu wale wanaompenda na kushika amri zake. Kitabu cha Zaburi 30:10 anasema hivi, Bwana usikie, unirehemu. Bwana uwe msaidizi wangu, uigeuze, au anamwambia Bwana, uligeuza matanga yangu kuwa machezo. Ulinivua gunia, ukanivika furaha, ili utukufu wangu ukusifu, wala usinyamaze. Bwana Mungu wangu, nitakushukuru milele. Anasema Bwana unirehemu. Tunamwambia Bwana turehemu. Tubu kwa ajili yako, tubu kwa ajili ya watoto wako, tubu kwa ajili ya wazazi wako. Wao walikufa, wako hai, lakini kuna maagano na matamko na maapisho
yanaweza kawa yanaishi ngali wao hawapo. Mwambie Mungu, ninaomba rehema kwa ajili ya misingi yetu. Naomba rehema kwa ajili ya yale ambayo yalikuwa yametokea. Pengine wazazi na miungu ilienda kwenye madhabahu, ikaisujudia madhabahu za giza, wakaweka makubaliano, wakaweka maagano, wakaweka mambo fulani na haya na haya na haya. Hata ninyi hamkuhusika, lakini mnateseka. Wengine mmezaliwa kwa dawa za kichawi na kiganga. Wengine mmepatikana kwa zinaa, mmepatikana kwa maagano ya madawa. Historia wanakuambia kwamba mama yako alikuwa apati mtoto, akaenda kwa nani na kwa nani. Leo hii unateseka, ni kwa sababu misingi ya upatikanaji wako ilikuwa ni ya hatia. Mwambie Mungu, ninaomba rehema. Mwambie Mungu, ninaomba rehema kwa ajili yangu, wazazi wangu. Naomba rehema kwa ajili ya asili yangu. Baba, tumekuja mbele zako. Umesema kwamba njoni tusemezane, asema Bwana. Dhambi zetu japokuwa nyekundu sana, unaweza kuzisafisha zikawa nyeupe kama theluji. Unaweza kuzitakasa zikawa nyeupe, zikawa safi kama sufu. Hata sasa Bwana tumekuja. Haijalishi asili ya kwetu ina uchafu kiasi gani, haijalishi asili ya kwetu imechafuliwa kwa dhambi kwa kiasi gani. Baba, tumekuja, tunaomba rehema kwa ajili ya misingi. Naomba rehema kwa ajili ya babu na mababu. Naomba rehema kwa ajili ya mababu na wale waliotangulia. Naomba rehema kwa ajili ya mabibi wa familia. Naomba rehema kwa ajili ya viongozi wa familia, kwa ajili ya vyanzo vya familia. Pengine walikukosa, pengine walitumikia miungu ya bahari, pengine walitumikia madhabahu za giza. Hata sasa sisi tunajitaka kutoka, lakini zile madhabahu zinatuita. Baba, tunaomba rehema, tunaomba msamaha. Omba rehema kwa ajili ya Bwana. Mwambie Bwana, ninaomba unirehemu. Mwambie Bwana, ninaomba unitakase. Mwambie Bwana, ninaomba unioshe. Mwambie Bwana, nihurumie, nisamee Bwana. Ninatubu kwa ajili yangu, ninatubu kwa ajili ya wazazi wangu, natubu kwa ajili ya ndugu zangu, natubu kwa ajili ya ndugu upande wa mama yangu, natubu kwa ajili ya ndugu upande wa baba yangu, natubu kwa ajili ya vizazi vyote, kizazi cha kwanza mpaka cha 4. Baba, ninaomba rehema. Baba, ninaomba msamaha. Mwambie Mungu, ni rehemu. Mwambie Mungu, nimekosa. Mwambie Mungu, nisamee. Nimekuja kama kuhani wa familia, nimekuja kama muombezi wa familia. Nimekuja Bwana kuomba rehema, nimekuja Bwana kuomba utakaso. Walikutenda dhambi, tumekutenda dhambi. Baba, uturehemu. Baba, ututakase. Ni sisi tuliokosea, ni sisi tuliokuacha, ni sisi tuliogeuka na kugeukia sanamu na kugeukia ibada za giza. Ni sisi tulioenda kwa waganga ili tupate msaada, ili tufanyikiwe kwenye hiki na kile. Ni sisi Bwana tuliokosea. Mwambie Bwana, ni rehemu. Mwambie Bwana, nimekosea. Pengine ndani ya familia kuna mikono iliyomwaga damu, kuna watu mlitoa mimba, kuna watu mlifanya makafara, kuna watu mlijiunganisha na miungu, kuna watu mlijiunganisha na madhabahu za uharibifu. Hata leo zinawang'ang'ania, hata leo zinawafuatilia. Mwambie Bwana, ninaomba rehema, naomba msamaha wako. Nilikukosea, sasa nimerudi. Nilikukosea kwa dhambi nyingi, zingine Bwana haziwezi kusemeka, maana ni aibu. Mungu, ninaomba unisamehe. Mungu, ninaomba unitakase. Mwambie Bwana, nimekuja, naomba rehema. Mwambie Bwana, nimekukosa mengi, nimekutenda dhambi nyingi, familia yangu imekutenda maovu mengi. Baba, ututakase. Taifa langu limekutenda dhambi nyingi, naomba Bwana tutakase. Baba, samehe Bwana. Baba, rehemu. Jehova, 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 umesema ya kwamba kila mmoja anayekurudia Mungu unamsamehe, kila mmoja anayelitia jina lako unamtakasa na kumrehemu kabisa. Tumejitafutia njia nyingi ili tufanye mafanikio, tumetafuta njia nyingi ili tufanyikiwe kwenye mahitaji yetu, lakini kumbe tulikuwa tunapotea. Sasa tumejua Bwana, tunarudi tena. Tuliopotea katika dhambi, tuliopotea katika dunia iliyojaa uovu na uharibifu, tukajihesabia haki, tukataka utujibu. Kumbe kuna mahali tulikuwa kinyume nawe, kumbe kuna mahali tulikosea. Leo tumeamua kurudi Bwana. Baba, pokea maisha yetu mapya. Pokea Bwana toba ya mama huyo, pokea toba ya baba huyo, pokea toba ya kijana huyo, pokea toba ya binti huyo ambao anatubu kwa ajili ya familia yake, ambao anatubu kwa ajili ya ndugu zake, anatubu kwa ajili ya mzaliwa wa kwanza. Pengine mzaliwa wa kwanza ni yeye, pengine kuna mzaliwa wa kwanza kwenye familia, lakini amekuwa lango la uharibifu, amekuwa mlevi, amekuwa mwasherati, amekuwa amefungwa na mambo yote ya kidunia. Anasema, Bwana, ninaomba fungua lango la familia yangu ili tufanyikiwe. Wengine malango ya familia walikufa, na walikufa wa kutengeneza, wakafanya uharibifu mwingi. Wengine mlilisi majina, mlipewa majina ya kurithi, mkapewa jina la shangazi, la bibi, la babu, la mjomba, la nani aliyetangulia. Hata sasa tabia zako zimekuwa zinaandamana na yeye. Unasema, Mungu, inakuaje? Vunja. Mwambie Mungu, ninatubu, ninaomba rehema, najinasua kwenye kila agano ambalo lilitangulia. Damu yako ya Calvary inaonena mema hata sasa,
inayosafisha, inaosha. Baba inirehemu, Baba initakase. Bwana unitakase kabisa, Bwana ututakase kabisa, Bwana ututakase kabisa, Bwana ututakase kabisa. Chukua wakati huu sasa, vaa silaha zote, mwambie Mungu, nimekuja mbele zako kwa njia ya toba. Hata sasa navaa silaha zote katika Yesu Kristo, ili kwenda kupambana na kuzishinda kila ila za adui. Nami naita jeshi la malaika wawe upande wangu, wasimame pamoja nami. Kila tamko utakalolitamka lisiwe tamko tu, likawe ni tamko lenye amri, likawe ni tamko lenye maagizo, likawe ni tamko lenye maelekezo. Na kila utakaloliomba basi mbingu zikasikie, maana imeandikwa, walipo wawili watatu wamekusanyika kwa njia yangu Kristo, nami nipo pamoja nao. Nami kwa njia sauti hii niko pamoja nawe. Haijalishi uko wapi, unanisikia kutoka nchi gani, kutoka taifa gani, kutoka mkoa gani, kutoka sehemu gani, Mungu aliye hapa ndiye Mungu aliye hapo ulipo, anaenda kukusaidia, anaenda kukuokoa. Nami naingia katika ulimwengu wa roho, naambatana pamoja nawe. Nenda kwenye misingi huko ambako alikuwa ameweka madhabahu, nenda kavunje madhabahu za familia, nenda kavunje. Nasikia nguvu ya Mungu. Mungu akutie nguvu kama vile alivyofanya Gideoni, akaenda pamoja katika ulimwengu ule ambao baba yake alikuwa ameweka madhabahu, akang'oa Shela, akang'oa miungu ile, akang'oa madhabahu hizo. Nami nakuombea kwa jina la Yesu, ng'oa hizo madhabahu. Ng'oa madhabahu za kutokupata watoto, ng'oa madhabahu za kutokupata kazi, ng'oa madhabahu za kutokupanda cheo, ng'oa madhabahu za kuferi, ng'oa madhabahu za kucheleweshwa, madhabahu za magonjwa, tunazing'oa. Vunja, vunja, vunja. Mwambie Baba, ninavunja kwa jina la Yesu. Vunja kila unalolitamka, miungu inakuachia. Kila unalolitamka, miungu inakimbia. Kama kuna wadudu, kama kuna wasimamizi, kama kuna alama za kipepo zilikuwa zimeweka au zimewekwa ili ziwatambue, kama kuna agenti wa giza alikuwa amewekwa kila familia aweze kukusanya taarifa na kuwapeleka kwenye miungu hiyo, tunavunja hiyo miungu, tunavunja hiyo barabara ya uharibifu. Vunjika, vunjika, vunja, 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 vunja. Nami natuma moto. Ewe miungu ya mabibi, vunjika. Ewe miungu ya uchawi, vunjika. Miungu ya kiti cha familia, na vunja kwa jina la Yesu. Hicho kiti kinachowatambua, hicho kiti kinachotaka watu mkete hapo, ili muendelee kuwa waaguzi, ili muendelee kuwa wataalamu, ili muendelee kuwa manajim. Na vunja hivyo viti, na vunja wa utawala wa kipepo. Vunja pamoja nami. Vunja kwenye bahari hizo, vunja kwenye viungu hivyo, vunja kwenye mito hiyo, vunja kwenye bahari hizo, vunja kwenye mito hiyo, vunja kwenye mambo hayo. Vunja, 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 vunja. Chimbua, chimbua, chimbua kila kilichofukiwa, kila kilichowekwa kwenye miti, kila kilichowekwa kwenye milima. Tunaenda huko kwa jina la Yesu, kupitia damu ya Yesu. Tunaenda kuharibu na kufitinisha. Mukapigane wenyewe kwa wenyewe. Mtu achie, achia familia, achia mipaka, achia malango, achia afya, achia ndoa, achia uponyaji, achia fedha, achia uchumi, achia kwa jina la Yesu. Roho za mafarakano, piga kwa jina la Yesu, piga kwa jina la Yesu. Sambaratisha, sambaratisha. Vaa silaha za Bwana, wewe ulungu la Bwana. Neno la Bwana nasema, wewe ulungu langu na silaha zangu za vita. Simama kwenye nafasi yako. Angusha, angusha, angusha. Angusha madhabahu za mabibi, angusha madhabahu za mashangazi, angusha madhabahu za wajomba, angusha madhabahu za kinatate. Piga kwa jina la Yesu, piga kwa jina la Yesu. Haribu, pangua, 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 pangua. Tangaza uhuru wako, dai haki yako sasa. Dai kwa damu ya Yesu, dai haki yako mahali popote ilipofungwa. Ita haki yako kwa jina la Yesu. Ita ukombozi wako, ita ukombozi wa jina lako, ukombozi wa hatua zako, ukombozi wa fahamu zako, ukombozi wa elimu kwenye familia. Ita kwa jina la Yesu. Roho za kuwekewa mipaka ya kifedha, kwamba mkifikia hapo muferi, mkifikia mahali fulani muishiwe, mkifikia mahali hapo muishiwe. Na vunja kwa jina la Yesu hiyo roho chafu iliyovuruga uchumi, iliyovuruga biashara. Kila ukitaka kuvuka unakuta kuna kikwazo kimekuja, kinataka uanze moja, kinataka urudi nyuma. Tunavunja, tunapiga. Toka kwa jina la Yesu. Achia mipenyo hiyo, achia mipenyo hiyo, achia mipenyo hiyo. Roho za giza, roho za kuzunguka pale pale, tunakataa, tunakataa. Kila roho chafu ya miungu kwenye familia ikuachie kuanzia sasa, ikuachie kuanzia sasa. Natuma moto, natuma moto, radi ya moto, radi ya moto, radi ya moto. Isambaratishe miungu yote katika jina la Yesu. Tamka jina la ukoo wako, liambie jina hilo ya kwamba kuanzia sasa ninakufungua kwenye kifungo fulani. Taja jina hilo, taja jina lako naloitwa. Jifungue, 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 jifungue vifungo vyote. Fungua kamba zote. Minyololo vunjika. Kamba kwenye miguu, kamba kwenye sura, kamba kwenye afya, kamba kwenye uchumi, kamba kwenye ndoa, kamba kwenye vitu vyako. Tunafungua vifungo vyote. Mafarakano toka, uharibifu toka, aibu toka katika jina la Yesu. Tunavunja roho za aibu kwa jina la Yesu. Nakuombea Mungu akuweke huru
katikati ya maombi haya, iite damu ya Yesu sasa. Jiwekee ulinzi, weka ulinzi kila mahali. Komboa vitu vyote. Mwambie Bwana nakomboa. Kama kuna vitu ambavyo vilikuwa vipo, komboa tu. Komboa tu, komboa tu. Mwambie Bwana nakomboa. Mwambie Bwana nakomboa. Komboa tu, komboa kwa jina la Yesu. Komboa tu kwa jina la Yesu. Komboa chochote kile. Kama hakuna ndoa kwenye familia, hakuna amani kwenye familia, wewe komboa, 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 komboa. Kwa neema Mungu atakusaidia na kutia nguvu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa kutoka Dar es Salaam Mbezi ya Maraba Mawili. Nina hakika maombi haya ni tiba na dawa kwako. Tafadhali irudie. Yatainua imani yako na kukuvusha mahali ambapo ulikuwa unaanguka mara kwa mara. Usione maombi ni bure. Maombi yana nguvu sana. Wakati mwingine vita inaweza kuwa ni kubwa. Usirudi nyuma. Usikate tamaa ya kuomba. Hata kama unaona mashambulizi ni makubwa kiasi gani. Wakati mwingine mashambulizi yanapokuja yanaonyesha ushindi umekaribia. Pambana. Fanya maombi kwa nguvu. Utasikia ishara za kimungu zinafanyika juu yako. Utasikia kuna vifungo vinakuachia. Utasikia imani yako inaongezeka. Endelea kuomba. Maombi haya ni vizuri ukasindikiza na sadaka yako ya ukombozi. Na kama hujawahi kutoa, ni muhimu kutoa. Na kama ukutoa, basi Mungu anapokupa neema akikusaidia, toa sadaka kuvunja madhabahu za familia. Kumbuka tuko wakati ambao tuko mwisho wa mwaka. Kuna maagano ambayo yanafanyika katika ulimwengu wa roho. Makafara yanafanyika ili kuisha maagano. Wewe sema, Mungu, kupitia sadaka yangu hii navunja maagano yote. Navunja vyote ambavyo vilikuwa kwenye familia. Hii sadaka ikasindikize maombi haya. Ni sadaka yangu ya kuvunja maagano ya familia. Utamwona Mungu akusaidia na utaona wepesi. Omba maombi haya hata kwa siku 7, hata kwa siku 3. Yarudie tu. Ukipata nafasi katika maombi yako, fanya na maombi haya kuvunja vifungo vya familia. Utaona Mungu anakusaidia. Kuna mahali uko na kwama, utaona Mungu anakupa wepesi na mafunuo. Mungu akutie nguvu. Unatamani kuendelea kupata vipindi vya kiroho? Karibu kwa namba iliyoandikwa WhatsApp. Niandikie jina lako, na kama kuna ushuhuda unataka unipe umefunguliwa kupitia maombi haya, nipatie ushuhuda huo na Mungu atazidi kukuinua. Unasikia kusindikiza maombi haya na sadaka yako ya kuvunja madhabahu ya ukoo, madhabahu ya familia, basi karibu kwa namba hizi mbili, hiyo iliyoandikwa WhatsApp au namba hii iliyoandikwa sadaka. Jina litoke Godwin Ayubu Ndelwa. Mungu wa mbinguni akubariki. Au unaweza kaenda kanisani kwako ukaweka kwenye bahasha ukaenda kutoa, ukasema Mungu ni sadaka yangu ya kuvunja madhabahu. Utakuwa umefanya jambo